Ni za saizi familia ya Dr. Mama Kavumo. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili au ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Ndugu zangu, siku ya leo ningependa kuzungumza na nyinyi namna gani faida za kutoa kafara katika asili ya mizimu au katika utawala wa majini. Na kafara ni nini? Kafara ni nini? Siku ya leo nimekuja hapa niweze kuwapa elimu au niweze kuwapa mwongozo na maelekezo faida za kutoa kafara katika utawala wa majini au utawala wa mizimu. Tunapozungumzia majini ama mizimu, mtambue ni viumbe visivyoonekana, lakini tunapata nguvu, yani nguvu za asili ya majini au zile nguvu za majini au zile nguvu za mizimu inatakiwa tunakuwa tunazisogeza karibu yetu. Sasa nguvu zile tunazisogeza karibu yetu kupitia damu. Damu ya nini? Ni damu ya mnyama. Na ndio maana kuna kafara za kuna sikukuu za kuchinja. Kwa nini tuseme kuna sikukuu za kuchinja? Kwa nini kunakuwa kuna sikukuu za kuchinja? Kwa sababu kusogeza zile nguvu, nguvu isiyoonekana, nguvu ya asili, iwe ni nguvu ya mizimu, iwe ni nguvu ya majini, iwe ni nguvu ya malaika, inasababishwa na kitu kinachowaunganisha au kuivuta ile nguvu karibu yako. Na ndio maana tunasema tunatoa kafara katika utawala wa mizimu au katika utawala wa majini. Kwa hiyo siku ya leo ndugu zangu, nikasema ni vyema niweze kuzungumza na nyinyi, niweze kuwapa elimu ambayo itaweza kukusaidia wewe. Kwa wale ambao wanatoa kafara kila mwisho wa mwaka, watu wengi wale ambao wana mafanikio makubwa au watu wengi wanaomiliki utajiri wa mizimu au wale ambao wanatawaliwa na mizimu au wanatawaliwa na nguvu za asili, ili uweze kuwa na mafanikio makubwa unahitaji kuwa mfanyabiashara mkubwa. Ili ujulikane lazima uwe unatoa sadaka. Sasa sadaka ile ni sadaka ya namna gani? Kuna sadaka ya wanyama ambao kuna sadaka ya mnyama ambaye ni kondoo, lakini kuna sadaka ambaye ni ya mbuzi, lakini kuna sadaka pia ambayo ni ya ng'ombe, lakini kuna makabila na mataifa mbalimbali wanatoa kafara ya ngamia. Kwa hiyo mimi Dr. Mama Kavumo ni mama wa tiba za asili, nikasema ni vyema niweze kukupa elimu hata wewe ambaye uko katika uzao wa asili ya mizimu, umezaliwa katika familia ya mizimu. Tunapozungumzia mizimu, haimaanishi kwamba wale mizimu ndio wamekuzaa wewe, hapana. Familia na koo ya mizimu ni nini? Ina maana wale mababu zetu, wale machifu, wale mabibi zetu ambao walikuwa ni wakubwa katika ulimwengu huu, wameondoka, wameacha uzao. Ule uzao umetokana na wao. Wao ndio sisi, na ndio maana tunasema umetoka katika familia ya mizimu pamoja na utawala wa mizimu. Kwa hiyo sasa unapotoa kafara katika utawala huo, unapopendelea kutoa kafara, maana unasogeza zile nguvu za mizimu, unasogeza zile nguvu za majini karibu yako, ili wanaendelea kukupa zile baraka na kukubariki. Na mkae mtambue kwamba mtu anapokuwa ametoweka katika umbile la kibinadamu, na ndio maana tunakuwa hatuwezi kumuona au wewe unakuwa huwezi kumuona. Lakini kama mtu huyu ameshatoweka, utambue mtu yule ana uwezo wa kuja katika ndoto, ana uwezo wa kuja katika umbile tofauti na kukuletea taarifa. Unapokuwa umelala, tambua mwili unakuwa umelala, lakini nafsi yako inakuwa iko hai. Sasa ile nafsi ndio inakwenda kuonana na nafsi yenzie, na ndio maana unamuota babu yako aliyekuwa amekufa kwa muda mrefu, unaota amekuja na kukukabidhi mali, anakuelekeza mali, anakuelekeza vitu mbalimbali, kwa sababu kuna nguvu ya asili. Sasa ile nguvu ya asili ili iendelee kuwepo, uendelee kukunufaisha, iendelee kukufaidisha, ni lazima uisogeze karibu kutumia kafara za wanyama. Sasa katika koo na sehemu ambayo uliozaliwa wewe, katika koo, katika kabila, katika sehemu na utawala ambapo umezaliwa wewe, utambue mnatumia kafara ya namna gani. Mababu zako walikuwa wanapendelea kunywa kinywaji gani? Wanapendelea kula nyama gani? Wanapendelea kula chakula gani?
Sasa siku unayotoa kafara hiyo ni lazima, au unaotoa sadaka hiyo ni lazima uandae vile ambavyo walikuwa wanapendelea kuvitumia kwa ajili ya kuivuta sasa ile nguvu au ile connection iweze kusogea karibu na wewe. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Familia Dr. Mama Kavumo, nawapenda sana. Tuendelee kupeana elimu. Una jambo lolote, unahitaji kupata ushauri, unahitaji kuonana na Dr. Mama Kavumo aweze kukusaidia, basi usiache kuwasiliana na mimi kwa namba zangu za simu 0712 94 44 34. Asanteni, nawapenda sana.